kuhani mkuu Yesu. Kuhani mkuu amewekwa juu ya vyote. Kuhani mkuu ni Yesu. Amewekwa juu ya vyote. Kuhani mkuu ni Yesu. Kuhani mkuu amewekwa juu ya vyote. Kuhani mkuu. Kuhani mkuu umewekwa juu ya vyote. Kuhani mkuu ni Yesu. Kuhani mkuu umewekwa juu ya vyote, juu ya vyote. Uliyekubali mateso, damu na maji vilitoka. Sasa umefanyika jina kubwa la ukombozi kwa wanadamu. Uliyekubali kuwa mdogo, ukaungana na mwanadamu. Sasa umefanyika jiwe kubwa la pembeni litegemewalo. Umebaki juu ya vyote, juu ya vyote. Kuhani mkuu, kuhani shujaa msalama umewekwa juu ya vyote. Hakulinganishwa na wewe Bwana. Amewekwa juu ya vyote. Kuhani mkuu Yesu. Kuhani mkuu amewekwa juu ya vyote. Kuhani mkuu, Mungu wa miungu, umewekwa juu ya vyote. Bwana wa vyote, ndani ya yote hakuna kama wewe. Na kuamini kuhani umewekwa juu ya vyote. There's no other God like you, Jesus. kuhani mkuu umewekwa juu ya vyote. Kuhani mkuu ni Yesu. Kuhani mkuu amewekwa juu ya vyote. Kuhani mkuu ni Yesu. Ni Yesu. Kuhani mkuu amewekwa juu ya vyote. Kuhani mkuu. Kuhani mkuu amewekwa juu ya vyote. Wimbo wake Dalmas Mwaga. Dalmas Mwaga unatokea maeneo ya Kilifi. Lakini najua wewe si wa huko ama? Mimi ni wako, bado ni Mcoast. Wewe bado ni Mcoast. Mwaga. Okay, ni jina ambalo limenitatiza kidogo. Lakini karibu sana ndani ya Pwani, all the way from Kilifi County. Hii ni county 002 ama 3. Hapa.
from Kilifi. Kilifi ni 003. 003. Karibu sana 001 ndani ya Pwani FM 103.1 hapa Mombasa. Mungu akubariki kwa Asante. kututolea wimbo huo Kuhani Mkuu. Bila shaka ni wimbo ambao unabariki wengi. Karibu sana. Jitambulishe kwa mashabiki wako. Umetokea maeneo gani, unaitwa nani, hata kama nimekutaja mashabiki wako nataka kusikia ukisema mwenyewe kwa ndimi zako. Karibu sana. Asante. Mimi naitwa Dalmas. Moja nikabili kwa kama kwenye kitambulisho naitwa Dalmas Mwaga Ningala. Okay. Sasa umemalizia na Ngala. Ningala hata ni jina ya mamangu. Okay. Okay. Uimbaji huu na sijui nitasema umeshabobea ama bado ndio umeanza? Kwa sasa ndo nimeanza. Nilianza last year. Ulianza last year. Na ulikuwa na matamanio ya kwanza wakati gani? Mimi hata sikuwa najua mwanzo kama nitaimba. Hakukuwa na wazo kama hilo. Mimi nilimekulia kama instrumentalist. Mimi nacheza instruments kwa kanisa. Okay. Nacheza drums na keys, keyboard. So nimekulia kanisani hivyo. Sikuwa na fikra kwa nitaimba. Maybe wakati wote nilijua tu nitakuwa mpigaji vyombo. Kazi zingine hivyo. Okay. Ni kipi ambacho kilikupa msukumo wa wewe kwanza kuimba? Msukumo ulikuja baada nimejoin university campus. So nilifika huko, nilikuwa nikifanya practices tu, the normal practices tu kuimba kwa sababu sometimes I feel like singing. Na nilikuja gundua kuwa nilikuwa naimba sometimes in ministrations and people like you can do something. Alafu pia some songs zilikuwa zinakuja hivi si like hivyo tu zinakuja, a song comes and you're like nyingine nilikuwa na zigno nimeignore nyimbo nyingi sana. Sikuwa na record but sasa kwa time tu ilifika and I felt this I just have to do it. Kwa sababu kwa ajili ya utukufu wa Mungu. We are doing this because of God. So wewe kama kijana ambaye ndio unainukia saa hizi, umeamua kwamba kumtumikia Mungu ndio njia sawa. Labda unahisi ni kwa nini, ni msukumo upi wewe kama kijana kufanya hivi? Kwa sababu wengi wa vijana kuna shughuli tofauti za kufanya, lakini wewe ukaamua kumtumikia Mungu kupitia uimbaji. Biblia inasema kuwa tumkumbuke Mungu tungali kijana. Bado tuko vijana kwa sababu sisi tuko na nguvu, na pia usingoje kuwe mzee ndio uanze kumtumikia Mungu. Sisi tuko na nguvu, kwa hivyo tunafaa tuanze sahihi. Sahihi ndo ule muda mwafaka wa sisi kuanza kumtumikia Mungu, kwa sababu ukifika mzee sahihi utakuwa una nguvu. So wazee wanaimba bado. Wanaimba lakini unaanza na ukiwa kijana. Unaanza ukiwa kijana. Ukifika mzee at least utakuwa na ile time umemfanyia Mungu kitu. Unajua ukifika mzee time iko limited, very limited, ni ndogo. Huwezi fanya kile kitu ulikuwa ungefanya ukiwa bado uko kijana. Uko na sauti ya kuimba, na sijui ni kufananishe na mwimbaji yupi. Labda kuna mwimbaji ambaye yuko kwenye mawazo yako? Mwimbaji mimi nikikulia hivi kwa sababu mwimbaji namsikiza sana nipo Clement from Tanzania. Lakini for now yeye ndo nikana ni role model wangu, but kuna wenye anani inspire but kuna wenye wako karibu na mimi wenye, na pia Kenya kuna wengine akina Mama Sarah Kay wanawafuatilia sana. Na kuna wengi, mamangu anaimba pia kanisani. Anaimba kanisani. So hayo yote yametokana na mamako pia? Yametokana na mamangu, lakini mamangu mwanzo hakuwa anaenda kanisani. So lakini alikuwa akienda akiwa kijana, alikuwa anatuelezea. So sisi ndo tulikuwa tukienda kanisani, ndo yeye akakuja saa hii tukiwa tuko high school. Ndo naye akaanza kuenda kanisani. Akaanza kwenda kanisani na kuimba. Sasa ni mwalimu wa Sunday school. Wow, very nice. Kwa nini umefanikiwa tu kutoa wimbo mmoja na sauti unayo, kipaji uko nayo? Mimi nasema kila kitu kiko na wakati wake. Kwa sababu nyimbo ni nyingi, lakini wakati wa mwafaka wa Mungu ukifika zote zitatoka, kwa sababu shida haiwezi kuwa pesa. Shida haiwezi kuwa pesa kwa sababu watu wengi wamesema ni pesa. Si pesa.
mimi najua wakati mwafaka ukifika, Mm. kama kitu Mungu amesema hii kitu ikifika huo wakati kitafanyika, hata kama una pesa hiyo siku, Mm. but Mungu anaweza katoa njia tu hivyo hii kitu Mm. ikafanyika. So hivyo ndio mimi naamini. Okay. Kuna ushuhuda ambao unaweza kutupatia asubuhi ya leo, at least umkumbuke Mungu mahali ambapo amekutoa, na wengine pia ambao watakuwa wanapata kusikiza wataweza kuinuliwa kupitia ushuhuda huu. Wow, naam. Ushuhuda ni mrefu, maybe nikiufupisha. Ukiufupisha. So mimi mwenyewe nasema my life is a testimony, kwa sababu venye nimekulia, nimekuwa for the first time, okay, mimi nimekuwa without dad, nimelelewa na single mom. My dad passed when I was 6 months in my mother's womb. So nilizaliwa nikiwa sina dad, alafu hiyo time my mama alikuwa amekuwa neglected. Nilikuwa isolated ama nilikuwa neglected, like kuwa isolated. Yeah, huko kwa kina dad, so ilibidi naishi peke yake, na hiyo time sasa kazi hakuna, alikuwa anafanya tu zile kazi ndogo ndogo. So hiyo time nakuwa ndo namuona mama, yeah, naona vitu mingi hivyo. So tunakuwa hivyo nikiwa na dadangu ndo alimuona dad kidogo, ndo alikuwa mkubwa, mimi ni wa pili. So venye tumeishi hivyo kusoma, si rahisi, haijakuwa rahisi kabisa, haijakuwa rahisi. Kwa sababu unapata kuna wakati mwingine kuna kazi zenye mimi nasema nilikoma nikiwa bado niko mdogo. Sababu kuna kazi nyingine eleza tu. Yeah, nakumbuka nikiwa mdogo, si tumeishi, kuna hizi nyumba hizi za ziko na makuti na udongo. Hizo ndo tulikuwa tukiishi kitambo. At least sasa kidogo tumeanza kwa advanced, Mungu anasaidia. Hiyo time nakumbuka tukiishi huko, tukivujiwa mwanzo wakati nenda shule, alafu ni day school, mwanzo high school. Nimesoma high school ndo nimeanza kujielewa, kwa sababu nimeanza kusoma nikiwa mdogo sana. So high school nasoma hivi, unarudi nyumbani ni day school. So ukifika nyumbani, na tuseme kama season kama sasa hivi venye kuna mvua, nilikuwa nateseka sana, kwa sababu niko kwa room yangu, ni wakati wa kusoma, alafu una imagine sasa hii kuna nyesha, alafu imefika usiku. So ni form 4, you are preparing, hiyo ndo time nafaa kuwa busy usome vizuri, alafu ukifika kwa nyumba kuna vuja. It was like, ilikuwa ni pain. Na pia kuna kazi zingine nimefanya kazi zingine za ajabu. Kazi tuseme kwa mfano kama kuna hizi kuvunja hizi mawe nikiwa mdogo. Sasa hiyo ni primer, kuna hizi makuti kusuka nikiwa mdogo, kazi mingi. Hadi kuna time At what age? Nilikuwa mdogo sana primer, kwa sababu mimi nimeanza tuseme hapo around 9, 10, 11 hapo, kwa sababu nimemaliza na 13 years primer. So hapo hizo age hadi mpaka class 8 ndo nimefanya sana. At least high school sikuwa, kwa sababu nilikuwa niko busy sana na shule, sikuwa napata time. Lakini primary ilikuwa ni ngumu sana kidogo, lakini Mungu amesaidia, nashukuru Mungu. So high school kitu nakumbuka high school, hadi school fee, kwa sababu ilikuwa shida kutoa. Hata naweza sema Mungu alitoa njia kumsaidia mama atupe, kuna wazo hivi alikuja na wazo, kwa sababu during that time kulikuwa na as in my mama alisema yeye alikuwa hana school fee. So alienda akaongea na the school deputy, kwa sababu kulikuwa na tulikuwa tunakula shule, so during lunch time, so kulikuwa na shule ilikuwa inanunua hizo zinaitwa kuni, hizi kuni. Yeah, so mama akasema so kwa sababu sasa kuko na kuni, we will be doing this. So akaenda ongea na yeye aone kama atapata hiyo favor, hiyo tenda, hiyo favor. And I think God worked through that way. Tulikuwa tunakata kuni during the holidays, then tukienda tukipeana during those holidays. So ikifika school days, hizo kuni sasa zimechukuliwa as in form of zinachangewa to school fee. So hivyo ndo tumesomea mpaka tukamaliza. Sasa hii kidogo, so mulifundishwa na ukataji wa kuni. Yeah, hadi sisi tulikuwa tunaenda during holiday. Sa holiday tunaenda tunakata, then pia sisi tulikuwa part of, like tunajilipia kwa sababu na tukimsaidia mama. Yeah. Okay. So something like that. Hadi say campus kidogo naweza sema kidogo ndio imekuwa kidogo rahisi, juu kuna help, unapata ka help kana kusaidia, hata kama hakuna school fee unachukua kitu kidogo na kana jazia, maisha yanasonga pole pole.
Okay. Unawaambia nini vijana? Kuna watoto ambao pia wanapitia katika hali hiyo, na kuna wengine ambao wako well off na hawazingatii hayo masomo. Maybe what advice can you give other children ambao maybe wanapitia hali hiyo, na wale ambao hawazingatii masomo kwa sasa? Mimi cha msingi Na uda tumepitia hiyo hali, na wengine wanaambiwa soma soma na wanakataa, na ako na kila kitu, na kuna yule ambaye kweli hana. Mtie moyo asubuhi ya leo. mimi naweza sema hivi, kitu cha kwanza yani cha muhimu kabisa ni kumjua Mungu, kwa sababu mimi nakumbuka nimelelewa kwenye misingi ya wokovu kutoka nikiwa Sunday school, nimekuwa tu kanisani. Na kitu nimejifunza ni kuwa unajua kwenye Mungu kuna tumaini. Unajua hata kwenye maisha ukikosa kitu inaitwa tumaini, ukikosa ndo unapata kuna wengine wanajinyonga. Kwa sababu hata kuna wenye ni matajiri na bado wanakosa tumaini. So kwa Mungu ukipata tumaini, hiyo ni kitu cha kwanza, kwa sababu tumaini ni wokovu. So ukipata wokovu, umeokoka, utatembea katika maadili mema, kitu ya kwanza. So na Mungu unapewa Roho Mtakatifu. So Roho ndo anakuongoza katika kila kitu, na Roho haiwezi kufail. Hiyo ni kitu yani haiwezi kufail. Mungu naye haiwezi fail. So hiyo ndo njia mwafaka ya mtu. Kwanza kama ni kijana anafaa okoke, na akiokoka atafuata maadili, kwa sababu maadili ya wokovu nasema unasoma, you read the word. So ukisoma word inakuelekeza kwenye unafaa kufanya. So obviously ukifollow the word you'll do the right thing. You'll obviously do the right thing. Okay. So kwa wale watoto ama wale wanafunzi ambao hawazingatii masomo, unawaambia nini? Kwanza Biblia nasema tumkamate sana elimu, tusimwache ende zake. So hiyo ni Biblia. Unaona, ukisoma Biblia ndio inakufanya unaenda kwenye njia mwafaka. So mimi nawaambia tu wafuate elimu. Kama pesa iko, kama resources everything ziko hapo, mtu anaweza akasoma vizuri. Enda shule usome. Elimu ni kitu muhimu sana kwa hii maisha. Yeah. Okay. Umesema unasomea walimu. Yeah. Kwa nini uliamua kusomea walimu? Hata mwanzo sikuwa nimetaka kusomea walimu. Yeah, hiyo haiko option yako kwanza. Mimi nikikuwa sikutaka kuwa mwalimu. Kwa nini? Hata si kwa sababu nyingine, mimi tu si ati siipendi. Iko tu sawa. Mimi nilitaka kuwa pilot, I wanted to be a pilot. But unfortunately yeah, some things happened. Si grade, I think bado ni pesa. Yeah, but I know changamoto za kimaisha tuseme. Changamoto, yeah. Hizo changamoto. But I think education, Mungu amenitia kwa education, kwa sababu mimi nimeangalia sana I love sasa hivi venye nimekuwa na nimekuwa nikikua hivi nikisema one thing I'll have to do, kwa sababu venye mimi nimeishi. As in, najua kuna watu wengi wanapitia shida na ni wanafunzi. So nilisema the right thing to do, kwa sababu nimeona hata mimi venye nikienda hivi I love motivating people, like something like that, na kumotivate, na ukitaka generation kubwa inuke hivi yenye inamjua Mungu. Na hiyo ndio audience ya kwanza yenye inaweza pata rahisi nikiwahubiria. Yeah, I think ni shule. So I think hivyo ndo ilienda tu, nikaona nimechagua education. Yeah, and everything went like that. Okay, I'll come back to you. Tueleze ni nini ambacho unatarajia kufanya shuleni. Wacha tuweze kushika hii simu. Halo Pwani FM. Halo, Bwana Yesu asifiwe. Pole sana, unaweza kurejea tena 0706591362 ama 0737699548. 0706591362 ama 0737699548. Ulikuwa unatuelezea kwamba kuna programs ama shule ambayo unataka kuanza kwenye shule. Naam. Kuna shughuli hizo. Okay, kumaanisha hizo shughuli zenye like motivating the students. Yes. Yeah, hiyo ndo nilisema, as in ilikuja kwa wazo, and it was like hii ni kitu muhimu, kwa sababu mimi sahii hata sahii nafunza. So I love inspiring, nikimotivate mwanafunzi, kwa sababu
wanafunzi wanapitia vitu vingi sana. Wanapitia vitu vingi ambavyo hawezi, hata mwanafunzi anaweza kuja hivyo umeona anacheka, lakini behind the scene kuna vitu, hata anaweza kuwa haja kula, kuna vitu vingi wanapitia. So mimi wanasema the program kubwa yenye mimi nafanya kama sasa hii kwa shule yenye niko, kuna program kwa sababu mimi I love music na kumotivate pia talents, kwa sababu pia like okay, my mom haku nini sana nisi nini kwa kuimba na instruments. Yeye alikuwa ananiambia niende church, so pia hiyo ni kitu muhimu kwa sababu napenda kumotivate pia in terms of talent kwa mwanafunzi, na pia nikimobilize wazazi. Nimetengeneza WhatsApp groups za wazazi wa shule, so nawaambia, kwa sababu kuna wazazi wengine pia hawapendi wakiona mtoto yafanya kitu chenye yeye yaona ana feel peace, maybe kulingana na mzazi si ati hayuko right, he or she is right, kwa sababu anataka the best of the kid, but pia wanafaa wa consider the talent and everything, kwa sababu pia mimi nimekulia tu hivyo nikijua talent na hivyo, so imenibeba. So according kwa mwanafunzi nikimhubiria kwa class at the same time nikifunza, kwa sababu obviously so utakuwa unafunza huku ukimhubiria hivi. Yeah, the first thing mimi nikiingia kwa class obviously lazima tuombe. So we pray first, then you pay Bible verse, then tuendelee. So unajua kuna wale wenye hawaendi church, but unaona ile kila siku hiyo kitu anapata kila siku. There's that, kuna kitu inatoka a seed, it's like you're planting a seed. So ukiplant a seed, hata kama itakuwa bado iko ndani ya mchanga, huwezi iona at the same time. So with time itamea, so ata change tu. And how is your class vile unafanya yani? So far sasa ni term moja, na venye nafanya class okay, according to how I've been venye nafunzwa campus, kwa hiyo professionalism na class pia okay, I use both professionalism, alafu pia kuna passion, na pia kuko na hizo mambo na spiritual, kwa sababu kuwafunza na kuwa mentor everything. So mimi venye nafunza, kitu ya kwanza, the great thing is love. So unajua ukiambia wanafunzi wapendane kama hao, they will be assisting each other. Hiyo ni kitu ya kwanza. So kuko na group works, na pia after hizo kuko na the debates, na pia kuna hizo talents competitions, na pia kuna presentations during the assembly times. Kuna lakini presentation they are more of academics. Nimezifanya more of academics. Wakienda hapo I help them maybe in some tasks hizo wanda wana present, yenye nawafanya wasisahau, inawasaidia shuleni. Na pia kuko na PPI. So PPI we do sing, we do like if tunaimba, tunaabudu Mungu. PPI ni hizo times za nini ya kuomba na kuabudu. So tunafanya hizo ibada ya wakati wa Ijumaa ya after assembly, that is kila Ijumaa every week. Okay. Yeah. Okay, that is nice. Napenda vile ukiingia darasani unaanza kwa maombi. Not many teachers wanafanya kitu kama hiyo, lakini ni kitu ambacho umesema kwamba kwanza ni passion na ni spiritual, na pia ni passion, spiritual na okay, passion leads, alafu kuna hiyo spiritual na kuna professionalism. Yes. Wacha Mungu aweze kukusaidia ili uweze kuwalinda pia watoto pale shuleni, kupitia yale ambao unajua saa zingine unaambiwa kwamba kile ambacho umepitia ungependa hata watoto wengine wapitie. So at least unawanacha kulingana na jinsi ambavyo inatakikana. 0706591362 ama 0737699548. Iwapo kuna swali lolote ama ungependa kuzungumza naye Dalmas hapa studio, ungeweza kumtia moyo pia asubuhi ya leo, unaweza kufanya hivyo kupitia nambari zetu za simu ambazo ni 0706591362. Labda utueleze nyimbo zako kufikia sasa zimefika ngapi, kwa sababu nafahamu kuna huu mmoja ambao uko kwenye YouTube. Nyimbo ni nyingi, niko na nyimbo hata more than 30. More than 30. Yeah, more than 30. There are okay, mimi wazule yenyewe nimekuwa nalo, yenye hata mimi nimekuwa bado ndo
si ati siwezi tu, hata tunaishi bedhe, naishi na producer wangu, Mhm. tunaishi naye kwa nyumba moja, Mm. so hata kama ni kurekod, tuko na hata hiyo home studio, tunaweza tukarekod kila siku. Mm. But the thing is, okay, my songs are more of live. I love doing like live ministrations, kwa sababu hiyo ndo inatoa ule uhalisia wa venye how I feel God is Ministering yeah, to you. ministering to me, and meaning hiyo ndo kitu anataka dunia isikie, kwa sababu we are amplifying God. Yeah. So even though I'm still planning on how I'll be doing the live recording. Yeah, so nitatoa audios zenye sasa bado tuna record, but like my big dream ni kufanya live recording. Inamaanisha producer wako wako juu, kwa sababu mko yani ni ndugu yako, ni kazini yako, na anaitwa nani? Hata si ndugu yangu, but sasa ni ndugu yangu. Tumepatana naye campus, tukiwa freshers first year. Anaitwa Enoch Mwema. Yeah, lakini anajiita Softy, Enoch Softy. Hivyo ndo ninamuita. Yeye ni Softy. Yeah, namuita Softy. So ni mse amenibeba, alafu ameniamini pia. Unajua si rahisi kuamini mtu. So tunaishi naye tu hivyo kama kaka, tumebebana tu hivyo, ilianza tu kama joke. Hata yeye ndo amenifanya hadi nimebelieve kwa naweza nikaimba, kwa sababu yeye ndo alifanyia the first song request. Huwezi ishi na producer na akakuacha hivyo. Bedhei. Waje saa azin wenye yeye ndo amekuja akasema bedhei, tunaweza tukafanya kitu. See, we tried this and it worked. Kwa sababu okay, inaanza charity begins at home. So my friends at shule CU, but then naenda CU. Yeah, so they were like, Dalmas, is this really you? Meaning you can do something big, more big than this. So coming to my question kwamba how far do you see your ministry going? Mimi naona Mungu ananipeleka mbali, kwa sababu okay, my passion is the ministry to go, kwa sababu amesema nendeni ulimwenguni kote mhubiri Injili. So kwenye hata yeye ndo anajua. Obviously yeye ndo anajua. Mimi one thing yenye najua, okay, mimi kila kitu yangu iko kwake, so yeye ndo anajua kwenye nitafika, obvious. So mimi wanasema okay, I have that vision, najua mbali nitafika, but unajua kuna vitu zingine they are more like my mind cannot comprehend. Wezi elewa, unaweza sema nitafika hapa, kumbe Mungu anataka like he's thinking more big than that. Yeah, something like that. So vitu za Mungu binadamu hawezi fikiria. Yeah. Okay, hebu tuimbie huu wimbo, hata kama ni mmoja leo tuko nao, lakini we just want to tunataka kusikia vocal zako kidogo, bila tu nyimbo kuimba. Lakini namuona hapa, unamjua Nixon Bahari? Nixon Bahari. Humjui, lakini anasema kwamba nikusalimie na anapenda vile amejipanga. Mweleze ulivyojipanga. Passion, spiritual, professionalism, more grace to Dalmas. Asante sana, tukuzumu. Okay, amina. Basi tuimbie huo wimbo. Kisha tuweze kukamilisha, utuambie tunapata nyimbo zako wapi, hata hizo 30 tunazisubiri. Tujue ziko wapi na mipango yako ni gani? Yeah, so nilize mipango ama tunaimba mwanzo? Imba kwanza. Okay, ni sawa. Yeah, so kuhani mkuu amewekwa juu ya vyote. Mkuu amewekwa juu ya vyote. Kuhani mkuu ni Yesu. Kuhani mkuu amewekwa juu ya vyote. Kuhani mkuu ni Yesu. Kuhani mkuu amewekwa juu ya vyote. Kuhani mkuu ni Yesu. Kumbe tunaweza fanya collab. Amewekwa juu ya vyote. Kuhani mkuu ni Yesu. Kuhani mkuu
amewekwa juu ya vyote. Kuhani mkuu ni Yesu, amewekwa juu ya vyote. Kuhani mkuu ni Yesu, kuhani mkuu amewekwa juu ya vyote. Kuhani mkuu ni Yesu. Shujaa wa msalaba, umewekwa juu ya vyote Bwana. Hakuna wa kulinganishwa nawe. Umeinuliwa. Your glory fills all the earth. Uliyekubali mateso, damu na maji vilitoka. Sasa umefanyika jina kubwa la ukombozi kwa wanadamu. Uliyekubali kuwa mdogo, ukaungana na mwanadamu. Sasa umefanyika jiwe kubwa la pembeni litegemewalo. Umebaki, umewekwa juu ya vyote Bwana. Kuhani ni Yesu, umewekwa juu ya vyote. Kuhani Yesu. Kuhani mkuu amewekwa juu ya vyote. Tunaupata wimbo wapi huu? Naam. Pamoja na nyinginezo tunazosubiri. Mimi in all my social media platforms utanipata tu at Dalmas Mwaga, my official names. Yeah, Dalmas Mwaga hivyo. Mwaga, MWAGHA. Naam. Okay. Na kwenye Mdundo, maybe kwenye other social media platforms uko wapi? Bedhei sija upload, nilikuwa nataka ni upload sahi. Bedhei producer analala ama ni wewe umelala? Labda niseme ni mimi. Niseme ni mimi. Hata like mimi niliimba. Okay, I don't know how it was, but okay, mimi nilikuwa nasema kitambo nilikuwa nasema I should just nikiweka tu so like niimbe niweke tu. But sasa okay, we learn every day. So najifunza bado na hivyo ndo nilifunza kwa sababu nikaambiwa sasa okay, you have to put these songs kwa different media, si kwa sababu unataka pesa, kwa sababu like nataka watu wafikiwe wengi, kitu kama hiyo. So hiyo ndio imefanya paka sahi. Okay, in the next tuseme kama in this month ndo nilikuwa nitaza upload zote kwa hiyo Spotify. But kwa Spotify iko. Kwa Spotify nili upload. So kwa in the other Audiomack hizo zingine zote, Boomplay, everything. I think this month nita upload. Yeah. Kwa sababu nyimbo ni nzuri na ni lazima ujikakamue. Kabisa. Hata bila producer ashafanya kazi yake. Sasa ni wewe. Ni kweli. Sasa wasalimia wawili watatu na kisha utupatie neno la kututia moyo siku hii leo. Naam. Wa kwanza namsalimia mamangu. Mama's boy. Namsalimia mamangu. Yeah, but I'm the only boy. So anaitwa nani mami? Mamangu anaitwa Philistine Ngala Mtepe. Yeah. Okay. So ako Takaungu. But mimi naishi Kilifi. Yeah, mwingine namsalimia Softy, my producer, na my pastor. But I go to 2 churches. Why? Kote ni nyumbani. Ni nyumbani. Leo naenda hii? Nikiwa nyumbani naenda church ya nyumbani, nikiwa huko. Nimekuelewa sasa. Yeah. Okay. So kuna Bishop Simon, Nduri Amele, alafu kuna Reverend Julius Wanje. Yeah. Okay. Na tupatie neno la kututia. What can inspire us siku hii leo? Tena kama kijana. Neno la kuinspire. Labda niseme
Biblia inasema kuwa tukimjua Mungu, Mungu atatusaidia katika njia zetu zote, na tusitegemea akili zetu sisi wenyewe, bali tumtegemee Mungu kwa kila kitu. Amen. Kwa sababu yeye ndo anajua everything, kitu ita happen mbele, kila kitu. So tukiweka kila kitu chetu na kila kitu chetu tukimwekea yeye, yeye anafanya tu kila kitu, kwa sababu okay, he knows everything. That is all what I can say, kwa sababu in this life you don't know about tomorrow. Huwezi jua, yeye ndo anajua. So hata wewe unaweza sema Mungu, kesho nifanyie hivi, alafu sasa yeye anataka afanye kitu kingine. So mimi nasema katika kila kitu wewe unataka kufanya, in everything, eka kila kitu chako kwa Mungu. Yeye ndo anajua kila kitu. So fanya bidii kwa kila kitu unafanya, but ukiweke kwa Mungu. Hivyo ndo namaanisha, kwa sababu najua we are being led by our ambitions, our goals. Kwa sababu hivyo mimi ndo naamini kuwa Roho anakuongoza na hivyo, kwa sababu ukiwa na yeye ndo anakuambia fanya hivi, fanya hivi. So mimi naamini kuwa kitu chenye utafanya, as long as it is biblical, according to the doctrine, utafanya tu kitu yenye Mungu anataka, na atakuelekeza katika njia nzuri. Alafu kitu kingine ni uokoke kwanza, yenye narudia hiyo ya kwanza. Ukiokoka hizo zingine zinafuata. Very true. Asante sana kwa kufika hapa. One word to mashabiki wako. Wape neno moja tu. Mimi nawapenda sana, na waendelee kumjua Mungu, na pia waendelee kunisupport. Kusupport kwa njia gani? Kusubscribe. Subscribe, like, follow, share, comment. Yani mimi ndo nakwambia waambie wasasa. Are you serious? Okay. Wafanye hiyo kitu ya kusubscribe, si ndio? Asante sana kwa kufika kwenye studio zetu Dalmas Mwaga. Mungu akuwezeshe katika uimbaji na katika profession yako. Mungu pia na akutangulie. Napenda sana unavyoomba unapoingia darasani, na ni matumaini yangu kwamba walimu wengine pia tutaweza kuendelea kuiga mfano huo. Mungu awabariki sana na wawezeshe na wanemeshe. Na shukran sana kwa wale ambao tumekuwa nanyi kutoka mida saa 11 hadi mwendo huwa saa 3 asubuhi. Nitakuwa nampisha mwenzangu Tima Kisasa katika ule mpango wa ngoma Kipwani. Kuhani mkuu ni Yesu. Amen. Kunga. Msikizeni yeye. 103.7 FM Taita Taveta, 103.1 FM Kwale, 103.1 FM Mombasa, 93.7 FM Malindi, 93.7 FM Chumani, 93.7 FM Mambui, Pwani FM Tafija Kipwani. Sikia Mungu.